السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndiyo inayoweza kutufikisha katika malengo makubwa tulioandaliwa na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Unwani ya mazungumzo yangu tulianza katika wiki iliyopita ni vipi uhusiano wetu na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Tukajaribu kuashiria na kueleza kwa kuwa uhusiano baina ya mja na Mola wake, wasomi wamejaribu kuuzungumzia kwa upana, wamejaribu kuueleza kwa vizuri, lakini kila mmoja ameeleza kutokana na ile kiwango cha elimu au kutokana na ile elimu ambayo amemzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake. Sawa sawa ni wana filosofi, ni ilmul kalami, ni tasawufi, ni irfani. Kila mmoja amemtazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtazamo wa ile elimu ambayo wamemzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi nikasema kwa kuwa tunataka kumuangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika upande wa ar-rahma, ar-rafa, al-mahabba, huu ndio uhusiano ninaotaka kuufungua. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina yake na baina ya mja wake, yatakikana tuutazame vipi uhusiano kama huu. Vipi tuweze kuamiliana na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, au kufungua ukurasa wa ilaka wa uhusiano wa mahusiano baina ya mimi na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Japo tukajaribu kueleza kwa kuwa tunaposema tumuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jicho la kuwa yeye ni Mola na ni muumba mwenye huruma, mwenye sikitiko, anayetupenda, anayetujali, mbali ya yote haya, lakini mwanadamu yatakikana aishi baina al-khawfi war-raja. Kwa maana tusije tukamfungulia huyu mwanadamu mlango ambao yeye mwisho atakuwa hajali katika kufanya maovu au kumwasi Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo tukasema ni lazima kila mafahimu zilizokuja katika Qur'ani zipewe nafasi yake. Kwa hiyo wale waliokuja kumzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Sheikh Haidar Hubbullah, kwa kuwa wamemchora Mwenyezi Mungu kama baba mwenye hasira, mwenye ghadhabu, asiyekuwa na huruma, anayetishia, wale wamekuja kujaribu kutaka kutupa picha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa yuko namna hii. Lakini pia tusisahau upande wa pili, ni lazima tuupe nafasi ya kutosha ili tuangalie tunaweza vipi
huyu mtu ambaye amekosea, huyu mtu ambaye amepotea, huyu mtu ambaye siku zote hamjui Mola wake subhanahu wa ta'ala, leo ameamua kurudi kwa Mola wake. Vipi atakikana tumchoree Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbele ya macho yake? Vipi tumpe picha ya Mola wake huyu mtu mpaka aweze kurudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala? Na ndipo maulama wetu wanatuambia faqihi na msomi wa kisawasawa ni yule ambaye hamkatishi mja wa Mwenyezi Mungu tamaa. Kwa sababu ukishamkatisha tamaa, umeshamfungulia mlango wa kumuasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu hana tena matarajio, hana imani kwa kuwa yeye atasamehewa. Kwa hiyo kwake chochote anaweza kukifanya, jambo lolote anaweza kulifanya bila ya kujali, bila ya kumuonea aibu mtu yoyote. Na ndipo ukiangalia al-Allama Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah rahmatullahi ta'ala alayhi asema, ndipo tukija tukiangalia nafasi ya sheria katika maisha ya mwanadamu, sawa sawa ni nafasi ya mtu binafsi au ni nafasi ya umma kama umma, utaipata sheria hiyo. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa hiyo nafasi ya sheria katika maisha ya mwanadamu, sheria inakuwa inamchunga na kumlinda mwanadamu sawa sawa katika maisha ya mtu binafsi au katika maisha ya jamii na umma, ili usiwezi kutoka katika mipaka, uwe ni umma au iwe ni jamii ambayo iko salama, jamii ambayo ni mzuri, jamii ambayo haina virus ambayo itakuja kuharibu maisha yao yote. Kila unachokiangalia katika jamii kiwe hakieleweki. Kwa hiyo nafasi ya sheria ni hii, kuja kumlinda huyu mwanadamu. Kwa hiyo inapokuja kumlinda mwanadamu, ni lazima kuna nafasi kubwa huyu mwanadamu afunguliwe milango ya kuwa yeye pale anapopotea, pale anapoteleza, ana nafasi ya kurudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapokuja kufungua mlango kama huu, na ni kama Sheikh Tabrasi anavyosema, asema la tarkabul maasi lilyasi min almaghfira, kwa sababu tukisha ufunga huu mlango tukawa hatukutoa nafasi kwa yule mtu ambaye amemuasi Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo tumeshamfungulia mlango wa maasi. Na kuna baadhi ya matukio chungu mzima ambayo yamejaribu kunukuliwa na baadhi ya maulama, kwa sababu mtu amekwenda kuulizia maulama na akakuta ameshafungiwa milango, kwa hiyo basi aliamua kuendelea na ule uovu. Kwa hiyo sharia haitaki sisi tuishi namna hii. Sheria inataka umma au jamii, mwanadamu yoyote aishi vizuri, aishi kwa amani, aishi kwa utulivu, aishi maisha ambayo ni mapya ya kufungua mlango au kufungua ukurasa mpya baina yangu mimi na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Ukurasa huu ni ufungue vipi? Je, picha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika nafsi yangu, katika moyo wangu, yatakikana iwe ni picha aina gani? Ni abun rahimun karimun raufun ghafurun rahimun, au la ni abun ghadibun shadidul iqab? Ni iweke picha aina gani katika nafsi yangu ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni muumba ambaye ana rahma, ana sikitiko, ana mapenzi, ananijali, ananihurumia. Je, nifungue picha kama hii au la nifunge? Kwa sababu kuna wakati mtu anaweza kujiuliza, kwa kuwa ikiwa mwanadamu ataamiliana na Mola wake subhanahu wa ta'ala, mahusiano yake yeye na Mola wake yatakuwa ni mahusiano kama haya, mahusiano ya upande mzuri peke yake, tutakuwa pia tumeshamfungulia mlango wa maasiya. Atakuwa hajali, atakuwa yeye hamuonei aibu mtu yoyote, atafanya atakalo, lakini sivyo. Sisi katika Uislamu, na ndipo ukirudi baadhi ya maulama
wamekuja kuzungumzia vizuri sana sifa ya mtu. Ambaye yeye unapompa nafasi anajisahau. Hawa ni watu maalumu, ni wale watu ambao wameshafika kiwango, wacha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kwa mja mwenzake anapomkosea hayupo tayari kurudi kumwambia nisamehe ndugu yangu, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya fakhri, kwa sababu aona yeye ndiyo yeye, hakuna anayeweza kumfikia. Mwisho paka utamsikia mtu, na ni maneno ambayo yazungumzwa, utamsikia mtu, ikiwa mimi ni kumwomba fulani msamaha, basi afadhali ningie motoni. Ni kwa sababu zile sifa ambazo wenyewe wanazisema atatawusi, anarjisia, zile ambazo mwanadamu anahisi yeye ni yeye, hakuna nafasi ya mtu mwingine. Huyu hana dawa, huyu amefika hapa, amelivaa vazi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia hadithi za mtume wake na maasumina alayhimussalam wanatutaka sisi tunapoamiliana na mwanadamu mwenzetu, hebu tuziangalie zile hadithi. Aambiwa mkubwa amhurumie mdogo. Ni mkubwa aina gani? Si kwa maana ni mkubwa kiumri. Anaweza ikawa mkubwa kiumri amezidiwa na mdogo wake kwa afya, kwa nguvu, kwa kila kitu. Kwa hiyo anayetaka kuhurumiwa nani? Ni yeye huyu mkubwa, sio mdogo, kwa sababu mdogo ana kila nafasi ya kumhurumia huyu, sio mkubwa kumhurumia mdogo. Kwa hiyo hapa inazungumzia mwenye nguvu amhurumie asiyekuwa na nguvu, dhaifu ahurumiwe na yule kawi. Kwa hiyo uhusiano wetu na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ni uhusiano aina gani? Baina ya abdun dhalilun faqirun miskinun mustakinun la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nushura. Huyu ndo mwanadamu dhaifu, asiyekuwa na uwezo, asiyekuwa na nguvu, asiyemiliki kitu chochote. Mbele ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye nguvu zake, uwezo wake ni mkwasi. Hakuna nafasi ya udhaifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu nguvu ni asili ya dhati yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa uhusiano wangu mimi dhaifu, ambaye nakiri kwa udhaifu wangu mimi na Mola wangu, kwa hiyo ni udhaifu wa mwenye nguvu, nguvu zisizokuwa na mipaka baina yake na mja wake ambaye ni dhaifu, na udhaifu ni asili yake na umbile lake. Kwa sababu hata hizi nguvu alizonipa ni nguvu ambazo si asili yangu. Akitaka hata leo atanipokonya. Kila nilicho nacho ni chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo baadhi ya hadithi kama Nabii Allah Musa salamullahi alayhi akimwambia, ya Rabbi, sijui kushukuru namna gani, kwa sababu hata huu ulimi wa kukushukuru pia ni wako. Kwa hiyo uhusiano huu wa mwanadamu na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ni uhusiano
wa mwenye nguvu na dhaifu. Kwa hiyo ni uhusiano, lazima tufungue ukurasa wa uhusiano wa huruma, wa upole, wa mapenzi, wa sikitiko. Na ndio ule uhusiano ambapo mwanadamu wakati wowote anapoteleza, wakati wowote anapokosea, haraka anarudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na huu ndio uhusiano unatakikana tumwangalie Mwenyezi Mungu, na ni katika kila jambo. Kwa sababu iwapo mwanadamu atakiri kwa kuwa yeye ni dhaifu, hajiwezi, hana chochote, hamiliki kitu chochote, kwa hiyo anamtazama yule aliye juu, ambaye yuko juu yake ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anamtazama ni kama baba mwenye huruma. Kama leo katika maisha ya watoto, hebu tuyaangalie, utakuta ikiwa baba ni mwenye hasira, mwenye ghadhabu, time zote wapiga, utakuta kukitokea jambo lolote, watoto wanapitia kwa mama, hawaendi kwa baba. Sasa iwapo kwa sababu sisi tumeshawafungia mlango wa kurudi kwa baba, kwa sababu haamiliani na watoto kama baba mwenye huruma. Sasa iwapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tutaamiliana naye kama tunavyoamiliana na yeye kwa kuwa ni baba asiyokuwa na huruma, kwa hiyo hatutorudi tena kwake. Ndipo pale itakuwa kila mmoja anaona mimi nikikosea, wacha sasa niende kwa nani? Sina pa kurudi, sio? Na ndipo ukirudi baadhi ya ahadithi zile ambazo zimepokewa kutoka kwa maimamu, kwa maasumina alayhimussalam, kutupatia na kutuwekea wazi huu uhusiano yatakikana huo ni uhusiano aina gani. Ni uhusiano lazima, kwa sababu yatakikana tufungue ukurasa mpya. Tuiweke picha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika nafsi zetu, kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu mkarimu, mrahimu, anayetupenda, anayetujali, anayetukirimu. Tunamuasi, tukirudi kwake anatusamehe. Anatuita, tunakataa kumuitikia, lakini tunaporudi anatukubali. Na ndipo aya niliyotangulia kuisoma, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kwa hiyo mlango wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uko wazi. Tuangalie baadhi ya maneno, na ndio nikasema katika uhusiano tukisha uona na tukisha ufungua huu ukurasa kwa uhusiano ni namna hii. Kwa hiyo yatakikana katika kila jambo letu tunapomwangalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tuhakikishe tumemwangalia kwa picha hii, tumemwangalia kwa mtazamo huu, tumerudi kwake kwa mtazamo huu. Tukianza jambo lolote, tuanze kwa kuwa yeye ni Mola wa sampuli hii, kwa kuwa yeye ni muumba, aliyemkarimu, aliyerahimu, mwenye huruma, anayetupenda. Na ndio uhusiano wetu utakuwa ni uhusiano uliokamilika baina yetu na yeye. Angalia baadhi ya vipande vya dua zilizokuja kutoka kwa maasumina alayhimussalam. Falam ara maulan kariman asbara ala abdin laimin minka alayya ya rabbi. Sijapata kumwona Mola muumba mwenye uwezo, mwenye kila nguvu za kunifanya kitu chochote kile, sijamwahi kumuona kama wewe ya Rabbi kwangu mimi. Kwa maana yote ninayofanya, umenifungulia milango yote mizuri, umenipa nafasi zote, umenipa uwezo ambao wengine umewanyima, lakini bado ninakuasi, lakini hukunifungia huu mlango, hukunipokonya. Huyu ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sijawahi kumuona Mola ambaye ni mkarimu kwa mja ambaye ni muasi kama wewe. Ilahi, ilaika farartu min dhunubi faawini taiba. Kwa kuwa wewe ndio Mola wangu, mimi nimekosa, ile inna lillah wa inna ilayhi raji'un, hatuna pa kukimbilia. Na ndipo zile aya za Qur'ani zinazosema hata wale wanaoingia katika dharubu, katika matatizo, wanaodai kwa kuwa wao hawamjui Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tutazifikia, utakuta hawa wanapopata tatizo kubwa wote wanarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna mwingine.
Nani mwingine tumrudie mwenye nguvu zaidi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo yeye ndio mwenye kurudiwa. Ilahi farartu min dhunubi faawini, nimekukosea wewe lakini sina kumrudia zaidi yako, nitamrudia nani? Kwa hiyo kukurudia ni wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi nipokee, kwa sababu mlango mwenyewe umesema ud'uni astajib lakum, tukuombe utatuitikia. Kwa hiyo mlango wako uko wazi, na mlango wako baina yangu mimi na wewe nimeufungua. Mlango ni huu, kwa kuwa wewe ni Mola mwenye rahma, ni Mola mwenye huruma. Ilahi kaifa tatrudu miskinan iltaja ilayka min adh-dhunubi hariba. Na hii ni mafunzo mazuri sana tunayofundishwa na Ahlul Bait alayhimus salam. Tunapoelekea kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, tumeufungua ukurasa, kwa kuwa yeye ni muumba mwenye nguvu, mkwasi, ana uwezo wa kila kitu. Ni lazima tukiri kwake, kwa kuwa sisi ni waja wake madhaifu tusiokuwa na uwezo. Na ndipo hapa mara nyingine utasikia yale maswali yanayoulizwa, kwa kuwa hawa maasumina alayhimus salam, wao hawana madhambi, hawana makosa, kwa nini wananyenyekea kwa maneno mazito kama haya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa sisi tumesahau, tunaangalia uhusiano baina mimi na yeye Maasum alayhi salam. Huu si uhusiano baina mimi na yeye, huu ni uhusiano baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Mja ambaye asili yake ni udhaifu, mja ambaye hana kitu isipokuwa kila alichonacho ni chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo amkhutubu vipi Mola wake? Amwambia ya Rabbi, mimi ni maasum, mimi sina makosa, mimi sikuasi. Sasa ukiwa huna makosa, humuasi, umerudi kufanya kazi gani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni lazima ukiri na ule udhaifu wako ndio urudi kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio uhusiano unaotakikana baina yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo ukirudi utapata aya ya kwanza katika Qur'ani iliyotufungulia Qur'ani, na katika kila sura isipokuwa suratu Baraa, na baadhi ya sura zimekuja, hizi aya zimekuja mara mbili. Bismillahirrahmanirrahim. Dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah. Nani? Arrahmanu Arrahim. Kila tunachokifanya uhusiano uwe ni huu, kwa sababu ndio ukurasa aliyotufungulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii rahma ya Mwenyezi Mungu ni rahma ambayo imemwenea kila mtu. Hakuna mtu ambaye haingii kwenye rahma ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa kuna mtu atakuwa anadai yeye hakuipata rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ingekuwa hastahiki kuishi kwenye hii ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama mfano wa jua, ni kama mfano wa mvua, unamulika kila mtu. Hakuna mtu ambaye atakuwa yuko nje ya hii rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo Allahu nuru samawati wal ardh. Hii ni rehma, nuru ya Mwenyezi Mungu imekuja kututoa kwenye kiza ikatuingiza katika mwangaza, kwa sababu tulikuwa hatuna uwepo, tukapewa uwepo wetu na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hii rahma yake imetuenea, ijapokuwa hii rahma kila mmoja anachukua kwa kadri ya uwezo wake. Na ndipo Al-Allama Tabatabai yasema hii inamwenea kila mtu isipokuwa yule mwenyewe aliyeikataa hii rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye yuko tayari kuibeba hii rehema ya Mwenyezi Mungu, wa rahmatuhu wasi'at kulla shay. Hakuna mahali utakuja kuniambia hakuna hii rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo hii aya inayosema katika suratu Ra'd aya 17, anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, kwa sababu maji ndiyo asili ya uhai wa mwanadamu. Na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kutupigia mfano wa maji, kwa sababu lau kungikosekana maji tusingekuwa na uhai. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mfano
kwa kuwa kutoka kwake anatuteremshia mfano wa maji. Yani kwa maana rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama maji. Hakuna mtu ambaye atasema kwa kuwa yeye rehma ya Mwenyezi Mungu haikumfikia, hakuna. Lakini fasalat audiyatun biqadariha, kila mmoja amechota kwa kadiri ya chombo chake. Rahma inashuka, mwangaza unamulika, lakini mwangaza kama huu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuwezi kufanana sawa. Ndipo tukaambiwa tuhakikishe tumezisafisha nafsi zetu, tumezitakasa nafsi zetu ili tuweze kupokea. Ikiwa hatukuzitakasa kisawasawa, basi ndipo pale itakuwa upokeaji wetu sisi ni kutoka chini huku, si wale ambao wamepokea kutoka juu. Wale vyombo vyao ni vikubwa, nafasi zao ni kubwa, kwa hiyo umulikaji yale maji na ile neema na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinaposhuka, wao ndio wanakuwa na nafasi kubwa. Na ndipo Al-Alama Tabatabai anavyosema mfano fi tawsifi Rabbir Rahim, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bismillahi arrahmani arrahim. Kuna hii arrahmania ambayo inawaenea wote, kisha kuna arrahimia hii ambayo ni makhsusi kwa wale watu ambao kweli watakuwa wamefika daraja za juu, hawa ile rahma itakuwa ni ya ziada, sio ile ambayo inawamulikia kila mtu. Na ndipo wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamnyimi mtu hii rahma yake, isipokuwa nani? Illa an yamtani'a minha shay'un binafsihi liqusurihi wa su'i ikhtiyarihi, liqusurihi wa su'i ikhtiyarihi, kwa mwenyewe amechagua njia isiyofaa, amechagua pale pasipofaa, kwa hiyo mwenyewe ndio ameikataa rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sio rehema kwa kuwa imemkataa. Rehema ya Mwenyezi Mungu wasi'at kulla shay, kwa hiyo kila mmoja ni lazima itamwenea. Na ndipo utapata kuna baadhi ya ahadithi ambazo imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ali, anaposema kwa kuwa jambo lolote litakaloanzwa, jambo lolote utakalolianzisha, jambo lolote utakalofanya ukaacha kumtaja Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, jambo kama hilo halina baraka ndani yake. Jambo hilo halitofikia kwenye yale malengo ambayo umeyakusudia. Kwa sababu kila mtu anapofanya jambo ni kwa kuwa yeye anapigania afikie yale malengo. Lakini angalia Mtume sallallahu alayhi wa ali anatufundisha kwa kuwa yatakikana katika kila kitu, madamu nimeshaamua kuweka uhusiano wangu, kufungua ukurasa mpya, kuiweka picha ya Mola wangu kwa kuwa yeye ni muumba mkarimu mwenye rahma, basi yatakikana kila jambo nililofanya pia ni muanzishe yeye Subhanahu wa Ta'ala, taqarruban ila Allahi, au lau ikiwa sikujikaribisha na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi nilifungue jambo hilo kwa kumtaja yeye, bismillahir rahmanir rahim, kwa kuwa mimi nalifungua jambo langu, nalianzisha jambo langu lifanikiwe, kwa sababu nimelianzisha kwa jina la nani? Kwa jina lake. Na yeye ni muumba mwenye huruma, anayenipenda, anayenijali. Kwa nini lisifanikiwe jambo likiwa namna hii? Lakini hapa ndipo kuna mambo mawili muhimu lazima tuyazingatie. Tukirudi katika wasomi wa ilmul kalam, wamekuja kugawanya kwa kuwa kuna alhusnul fi'li walhusnul fa'ili. Ninapofanya jambo lolote, kuna jambo ambalo nataka kulifanya, kuna na huyu mwenye kufanya lile jambo. Hili jambo lenyewe ni lazima liwe zuri, na huyu mwenye kufanya pia ni lazima awe mzuri, yani nia yake iwe mzuri. Kwa sababu ikiwa itakuwa kweli jambo lenyewe ni zuri, lakini huyo aliyefanya ni mchafu, itakuwa bado lengo halijakamilika. Na ndipo kuna baadhi ya maswali yamejadiliwa muda mrefu na maulama, kwa kuwa yule mtu, Mwenyezi Mungu atulinde na uchafu na machafu aina yote, yule mja ambaye aliyekusudia kwenda kumuasi Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, kufanya uzinifu, akapanga kila kitu, wakaelewana na mwanamke,
akaenda akafanya mambo yake, akamaliza. Alipowasha taa, akimwangalia ni mkewe. Hapa kuna kitendo kimefanyika, kuna na watu waliofanya kile kitendo, si ndio? Hawa nia yao ilikuwa ni chafu, kwenda kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kile kitendo kilichofanyika si kichafu, kwa sababu ni cha mke na mume, sio? Kwa hiyo angalia, kitendo ni kizuri, lakini alfailu hakuwa mzuri, kwa sababu lengo lake ni kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile wanasema at-tajarri. Wewe ikiwa unaamini kwa kuwa huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana nguvu, mkwasi, hana upungufu aina yoyote, kila sifa ya ukamilifu ni yake, kwa nini uamue kwenda kumuasi? Na milango ya halali tumefunguliwa, sio? Kwa nini tusingeelewana tukafanya cha halali? Sasa hapa ndipo wanaposema kweli inaweza ikawa mimi nimeanza kwa jina zuri la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mimi nafsi yangu ni chafu. Kwa hiyo itakuwa katika nafsi yangu si kuufungua ukurasa, kwa kuwa ilaka na mahusiano baina yangu ni mahusiano baina ya mja dhaifu, dhalili, asiyokuwa na uweza, asiyemiliki kitu chochote, baina yake na Mola wake ambaye kila ukamilifu ni wake na ni ukamilifu wa asili yake, si ukamilifu wa ziada kama mimi. Lau ingekuwa kweli mimi picha niliyoifungua ni hii katika nafsi yangu, ukurasa niliyoufungua ni huu, siwezi kufikiria kwenye kwenda kumwasi huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu nitamuudhi, nitamkera. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, kwa sababu mapenzi si mapenzi ya ulimi, ni lazima na vitendo vidhihirishe. Na ndipo baadhi ya maulama wanasema, ikiwa kweli mimi itakuwa ninakiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni muumba wangu na ndiye aliyenipa kila kitu, lakini ikawa mimi sifanyi kutokana na hii imani niliyoifikia, itakuwa ni khiana. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ikiwa kweli mimi naamini kwa kuwa huyu aliyefungua ukurasa mpya, uhusiano wangu baina yangu mimi na yeye ni uhusiano kama huu, kwa nini nifikirie kumwasi? Kwa nini niamue kufanya jambo nisimrudie yeye? Kwa nini niamue kufanya jambo nisichukue ushauri wake? Kwa nini niamue kufanya jambo lolote hali ya kuwa yeye linamuudhi na kumkera? Huu utakuwa sio ukurasa wa namna hiyo. Ikiwa ukurasa kweli niliofungua ni wa namna hii, basi ni lazima uwe ni ule ukurasa, kwa kuwa mimi kila hatua ninayotaka kuichukua niangalie kwa kuwa huyu Mola wangu anaridhika au la. Na ndipo zile hadithi zilizopokewa kutoka kwa maasumin alayhimussalam wakituambia ni lazima kila hatua unayoichukua, sawa sawa katika furaha, sawa sawa katika majonzi, hakikisha kwa kuwa Mola wako anaridhika na lile jambo au la. Ikiwa utaona haridhiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kuwa mbali na jambo kama lile. Ni lazima ujiepushe na jambo kama lile, kwa sababu huwezi ukadai wampenda Mwenyezi Mungu, umemfungulia ukurasa mpya, kisha unarudi unamwasi, au kisha unarudi unaanza mambo, na mambo kama haya yenyewe ni mambo ambayo humshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo utapata baadhi ya zile dua zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ali zinazosema hata siku ya ndoa, siku ya kuingia ndani, kijana ameoa akaacha kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uhusiano wake mpya, katika mafungamano yake mapya, katika ukurasa wake mpya aliotaka kuufungua wa mahusiano ya halali, akaacha kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameshampa nafasi shetani kuingia kati. Si hadithi ndizo zinavyotuambia? Kuna swala zinaswaliwa, kuna dua zinaombewa. Yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimekiri kwa kuwa huu uhusiano baina yangu na Mola wangu ni uhusiano wa muumba ambaye ni mwenye huruma, anayenipenda, anayenijali.
Kwa hiyo ni lazima, ikiwa itakuwa uhusiano wangu ni huu, lazima katika kila kitu mimi nimshirikishe Mola wangu subhanahu wa ta'ala, nimuweke mbele Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Kila hatua ninayoichukua nihakikishe kwa kuwa yeye inamridhisha au haimridhishi. Kwa hiyo huu ni ukurasa ambao ni muhimu sana katika maisha yetu. Tuufungue ukurasa kama huu, na mazungumzo ni marefu, inshallah tutaendelea katika wiki itakayokuja. Tuangalie hata wale waliopata matatizo, waliopata shida, wafuasi wa baadhi ya mitume. Utakuta wa idha massa nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi, ijapokuwa thumma idha adhaqahum minhu rahma. Siona hii rahma ambayo hata wale wasiokuwa wazuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wakipatikana na matatizo, shida, tabu, wamekuta kila kitu kimefungika, wanarudi kwa nani? Wanarudi kwake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawanyimi. Madamu ametuambia mkiniomba nitawapa. Kwa hiyo hawa wakirudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ninapowaonjesha rehema yangu kidogo nikawaokoa, asema nini? Idha fariqum minhum bi rabbihim yushrikun, wanarudi kule kule walipotoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu uhusiano wao wa hii rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa kadiri ya yale matumbo yao. Wakishapata ile tonge wameshalitia ndani, wanarudi wanamsahau tena. Lakini sisi niliposema kwa kuwa tufungue ukurasa mpya, tuiweke picha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zetu, kwa kuwa ni muumba aliyerahimu, aliyemkarimu, mwenye huruma, anayetupenda, anayetujali. Na ikiwa tutafungua ukurasa kama huu, basi na imani kwa kiwango kikubwa, kwa daraja kubwa, tutaacha kumwasi Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.